imani yangu ni kubwa ni kwamba wachezaji wako kwenye hali njema, wana hali kubwa, lakini na wako tayari kulibakisha kombe hapa nyumbani. Wanasemaga kwa Mkapa hatoki mtu, lakini hata Amani pale pia hatatoka mtu leo. Amani hatoki mtu. Hatatoka mtu. Afe beki, afe kipa, uchidi lazima upatikane. Kwa hiyo kwa namna kipekee kwanza pia niwapongeze Sunrise Radio. Mmekuwa mkihabarisha habari za michezo ambayo unaongoza wewe Alia Shendoe. Ni kazi njema sana mnayofanya na mmewatendea haki wananchi wa jiji la Arusha, mkoa wa Arusha na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo mimi kwa ujumla niseme timu yetu ya Simba iko imara, serikali yote iko nyuma yake, lakini Arusha nafikiri ndio mji unaoongozwa kwa kuwa na mashabiki wengi wa timu ya Simba wakiongozwa na Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mkuu wa mkoa wa Arusha. Nimemsikia leo. Umemsikia? Akisema kwamba Simba wakichukua kombe watafanya parade ya nyama, magari, pikipiki na wale wa Yanga ndio watakao choma hizo nyama. Yani fujo kama zote, na Yanga katika hilo wameelewa. Hawana uzuri, Yanga sio wabishi sana. Wameelewa kwamba na kusafisha vyombo pia sio tu kupika. Kwa hiyo kwa ujumla wa Tanzania wategemee mambo makubwa sana leo katika uwanja wa Amani, na hali ya vijana ni kubwa, lakini Simba wana support ya Tanzania nzima ambayo kila mtu kwa namna ya kipekee anasubiria ushindi huu, na itakuwa ni historia inaenda kuandikwa leo kwa mara ya kwanza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika ardhi ya Tanzania, kwamba kombe la shirikisho litabaki hapa nyumbani. Katika mji wa Arusha, hasa katika wakati wako, ndio tumepata maeneo ya viwanja, mipango mizuri ya kimichezo imewekwa. Wengi wanatamani kuona unaendelea kuwepo katika mji wa Arusha ili mipango ikue zaidi, maana AFCON tunaweza kusema mwenyeji wake ni Arusha. Haya maono uliyapata wapi? Na Alia Shendoe, unasahau mimi nilikuwa mwana michezo katika mchezo wa riadha ambao nimewakilisha Tanzania hii kwenye michezo mbalimbali ya kimataifa, ikiwemo michezo ya Afrika, ikiwemo mashindano ya mbio za nyika za dunia, lakini pia Olympics. Kwa hiyo maono ya kuweka viwanja vya michezo nimepata kwa sababu mimi ni mwana michezo, na katika viwanja ambavyo vinajengwa Tanzania hii, uwanja wa Arusha kwa ajili ya mashindano ya AFCON pia una track za kukimbilia, una uwanja wa kukimbilia. Lakini jiji la Arusha pia tumepenga fedha kwa ajili ya kujenga uwanja wa michezo ambao utakuwa na capacity ya kubeba wa mashabiki 7,500 kwa mara moja. Kwa hiyo ni katika kuiunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais katika ile inayoitwa utalii wa kimichezo. Kwa hiyo jiji la Arusha kwa namna yoyote ile haitakuwa kama ilivyokuwa, na haya ni maono makubwa pia ya baraza letu la madiwani, maono ya mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Paul Christian Makonda, na maono ya Wanaarusha kwa ujumla wake. Kwa hiyo tutaenda kujenga uwanja wa michezo katika eneo la Bondeni City kule ambapo tunaenda kujenga stadium pia. Kwa hiyo kutakuwa na uwanja wa AFCON kule kata ya Olmoti pale. Kutakuwa na uwanja wa Arusha City Council Stadium katika kata ya Muri. Kuhakikisha michezo inaletwa Arusha, na hii ni kuhakikisha ule utalii wa kimichezo ambao tumekuwa tukiusema mara kwa mara. Lakini majuzi Mheshimiwa mkuu wa mkoa pia alikuja na maono na ubunifu wa kujenga uwanja wa mpira katika hifadhi ya wanyama ya Arusha National Park. Kwa hiyo itafika mahali kuna siku wachezaji soka itaenda kupigwa porini huko. Ngoma itaenda kupigwa porini huko, naangalia wanyama. Mashabiki wakiwa wanyama. Kwa hiyo ni ubunifu mkubwa sana wa Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Mstahiki Meya, mara nyingi ulikuwa ukipita katika vyombo mbalimbali vya habari na kuhamasisha kuhusu michezo. Na kuna watu wameshindwa kujua moja kati ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ni pamoja na kukuza michezo, kutenga maeneo ya michezo kwa majiji, na wewe ni mwenyekiti wa baraza la madiwani. Mmefanikiwa kwa kiasi gani? Tumefanikiwa kwa sababu ukiangalia sisi tunaenda kuungana na majiji au halmashauri kama za Temeke ambao wana uwanja wao nafikiri, lakini halmashauri ya jiji la Mbeya, jiji la Dodoma ambao wao wana viwanja vyao, na sisi tunaungana nao katika kuhakikisha tunakuwa na uwanja wetu wa halmashauri ya jiji la Arusha, lengo ikiwa ni kununua timu ya Premier League ambayo itakuwa ni timu ya Arusha City Council, ambayo timu hiyo italeta wachezaji kutoka nje ya hapa. Timu yote ikiwa inacheza Premier League italeta timu kama Simba, italeta timu kama Yanga, italeta timu zote zile katika jiji letu la Arusha. Lakini sambamba na hilo tunategemea pia uwanja wa Samia Stadium kule Olmoti kule unaweza pia ukawa ni home ground ya nchi kama Somalia ambapo kuna changamoto za vita, Sudani, Kongo Kongo pia. Maana yake
Arusha itakuwa ni hub ya nini ya michezo, maana utalii wa kimichezo utakuwa sana na uchumi wa mji wetu utakuwa mkubwa. Kwa hiyo mimi imani yangu ni kubwa kwamba tumefanya chaguo lililo sahihi la kuwekeza katika michezo na tutaendelea kuwekeza katika michezo. Ikumbukwe kwenye uwanja ule wa AFCON kule Olmoti, uwanja Samia, kuna viwanja vya tennis, kuna viwanja vya badminton, kuna viwanja vingine vingi tu ambapo ni katika kuhakikisha michezo yote inaletwa katika jiji la Arusha. Lakini jiji la Arusha pia tunategemea kutengeneza kitu inaitwa sports arena. Ukiangalia kuna nchini Rwanda kuna kitu inaitwa Kigali Dome. Yes. Kama ukumbi wa mikutano kwa wakati fulani, lakini ukumbi wa mchezo wa boxing, mchezo wa basketball, kama uwanja wa ndani wa Taifa zamani pale. Uwanja ndani wa Taifa zamani. Jiji la Arusha pia tuna maono hayo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ambao wameonyesha nia kubwa ya kuhakikisha wanatunga mkono katika hilo. Kwa hiyo mimi wananchi wa halmashauri yetu ya jiji la Arusha wategemee mambo makubwa bado yanakuja.